Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa waandishi wa habari nchini kutumia akili mnemba artificial intelligence kama nyenzo ya kuwezesha kutekeleza majukumu yao. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza makubaliano ya siku 3 kusitisha mapigano kuanzia Mei 8, 2025. Na katika michezo, klabu ya Simba inatarajia kurejea ligi kuu soka Tanzania bara kwa siku 10 kabla ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo ambapo tumekuandalia taarifa mbalimbali. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan, karibu. Matokeo ya awali yanaonesha kuwa chama cha kiliberali cha Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney kimeshinda uchaguzi wa bunge na hivyo kujipatia muhula mwingine madarakani. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu. Haijawa wazi ikiwa chama hicho kitapata idadi kubwa ya wabunge na kukipiku chama cha wahafidhina kinachoongozwa na Pierre Poilievre. Canada imefanya uchaguzi wake wa wabunge Jumatatu ili kuamua chama kitakachoiongoza serikali ijayo chini ya kiwingu cha mivutano na taifa jirani na lenye nguvu za kiuchumi Marekani. Wapiga kura walikuwa wanaamua kati ya kukirejesha madarakani chama cha kiliberali chini ya mwanasiasa Mark Carney au kuwachagua wahafidhina wanaoongozwa na mwanasiasa Pierre Poilievre. Zaidi ya raia milioni 28 wa Canada walioorodheshwa kwenye daftari la wapiga kura. Uchaguzi huu ulishuhudia pia rekodi ya raia milioni 7.3 waliofanikiwa kupiga kura ya mapema, baadhi ya vituo vya kupigia kura kufungwa usiku wa jana na kura kuanza kuhesabiwa. Pia uchaguzi huo ulionekana kuwa muhimu kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye kama kawaida yake aliandika kwenye mitandao ya kijamii na kuwatolea wito raia wa Canada kumchagua kiongozi ambaye atakuwa na busara na ujasiri wa kuifanya nchi hiyo kuwa jimbo la 51 la Marekani, akidai kuwa itakuwa fursa kubwa kwa Canada. Hata hivyo, wakati wa kampeni, wagombea wakuu katika uchaguzi huo ambao ni Mark Carney wa chama cha kiliberali na mhafidhina Pierre Poilievre hawakuzungumzia suala hilo la Canada kuwa jimbo la Marekani, fikra ambayo hata hivyo inapigwa vikali na idadi kubwa ya raia wa nchi hiyo. Poilievre, ambaye amekuwa akikosolewa kwa kutochukua msimamo thabiti dhidi ya Trump, alijibu chapisho hilo kwa kuandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Rais Trump, kaa mbali na uchaguzi wetu. Watu pekee ambao wataamua mustakabali wa Canada ni raia wa Canada kwenye sanduku la kura, huku akisisitiza kuwa Canada itaendelea kujivunia uhuru wake na kwamba kamwe haitakuwa jimbo la 51 la Marekani. Mark Carney kwa upande wake alimjibu Trump kwamba raia wa Canada ndio wenye uwezo wa kuamua hatima yao. Filipina Ndwata, Channel 10 Plus. Asante Filipina Ndwata kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Wete Abdalla Rashid Ali amewataka wanafunzi wa chuo cha afya Pemba School of Health Science kuepuka makundi maovu kwa kufuata maadili ya kutoka kisiwani Pemba. Ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Wete katika hafla ya kukaribisha wanafunzi wapya wa chuo hicho, afisa mipango wilaya Micheweni Time Bakari Sharifu amesema kada afya ni taaluma inayohitaji kuwa na tabia njema na maadili. Bila afya basi hii nchi hatuwezi tukawa salama, kwa sababu afya ndiyo mtaji wa binadamu. Afya ndiyo maendeleo ya binadamu, lakini afya ndiyo maendeleo ya taifa letu. Kama hatakuwa na afya njema, sifikiri kama taifa litakuwa imara. Mara nyingi huko mtaani, sisi wanafunzi wa saizi hii au vijana wa saizi hii tunatumika kwa masuala ya makundi mbalimbali ambayo si makundi mazuri katika jamii. Kwa hiyo hongereni tena kwa kuona mkijiunga na chuo mtatoka na kitu kizuri ambacho
mtakuja kulisaidia taifa letu, lakini mtakuja kuisaidia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwa na nchi yenye afya imara. Mapema meneja rasilimali watu wa chuo hicho Isa Nasr Bakari ameeleza mipango baada ya chuo hicho, huku viongozi wa serikali ya wanafunzi ya chuo wakatoa wosia kwa wanafunzi wapya. Mpango kazi tuendelee kuongeza kozi kama 3. Kozi ya kwanza tunategemea kuanzisha digrii ya nursing. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kukamilisha taratibu, lakini tuna mpango wa kuongeza kozi nyingine. Epusha na mambo yasiyofaa, kujiepusha na tabia chafu, utumiaji wa madawa ya kulevya, marafiki wabaya ambao yanaweza kuwashawishi. Naomba wanafunzi wenzangu tukajitokeze kwa wingi, kwani ibara ya 5 ibara ndogo ya kwanza inazungumzia kwamba mwenye haki ya kupiga kura na kushiriki uchaguzi mkuu. Tutumie haki hiyo kuwa sehemu ya kulinda taifa letu. Chuo cha Afya Pemba ni chuo pekee kinachotoa taaluma ya afya kisiwani hapa, ambapo tayari kimeaminiwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa ajili ya kutoa mafunzo muda mfupi kwa wahudumu wa kujitolea. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekabidhi zaidi ya vitabu 700 kwa shule ya sekondari Ingwe iliyopo wilayani Tarime mkoani Mara kufuatia shule hiyo kukabiliwa na uhaba wa vitabu, hali iliyokuwa ikisababisha walimu na wanafunzi kutumia kitabu kimoja kusoma na kufundishia. Tupate taarifa kamili. Ama kweli chakula cha mwanafunzi ni masomo, na bila kitabu masomo hayaendi. Vitabu havitoshi shuleni kwa ajili ya kidato cha 6 na cha 5. Next week waende Dodoma wafate vitabu. Ni kwa muda sasa walimu na wanafunzi katika shule hii ya Ingwe Sekondari iliyoko hapa wilayani Tarime mkoani Mara, ni kitabu kimoja tu kimekuwa kikitumika kwa wakati wote, lakini hili alikuwafanya kukata tamaa. Na sasa kupitia serikali sikivu inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ombi la wanafunzi hawa limetekelezwa na vitabu vya masomo ambayo mlikuwa mnahitaji vimepatikana. Kwa sababu mwaka jana walipata division 1 na 2. Kwa hiyo wakaniahidi tukipata vitabu tutaishia division 1. Sasa niko tayari kukabidhi vitabu 760 ambavyo Mheshimiwa Rais ameleta kupitia changamoto ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alipeleka kwa Mheshimiwa Rais na akatuletea vitabu. Anachotarajia yeye kukiona ni ufaulu mzuri, ufaulu wa kiwango cha juu. Kwa hiyo kama mlivyoahidi, hatutarajii kuona division 0. Wanafunzi hao wanaishukuru serikali kwa kuchukuliwa hatua za haraka kupelekwa vitabu shuleni hapa na kuwasilisha ombi jingine kwa serikali la uhaba wa mabweni ambao unasababisha kulala wengine kwenye maktaba pamoja na ukosefu wa uzio shuleni hapa. Vitabu vilivyokuwepo vilikuwa vinakidhi haja ya mwalimu kufundishia darasani. So mwanafunzi kwa kutumia kitabu kile katika kujifunza. Shukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutimiza mahitaji yetu hasa katika swala la vitabu. Wanafunzi wanalala katika sehemu ambayo sio nzuri. Yaani sehemu yenyewe, yani kwa maisha ya wanafunzi inaweza kusababisha mwanafunzi akaferi. Mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Goele anayagiza halmashauri ya wilaya Tarime kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa mabweni, na baadhi ya wadau wakaomba hatua hizi sasa zifanyike haraka iwezekanavyo. Utusaidie kwa mkurugenzi walau hiyo milioni 50 iweze kukamilisha lile bweni lililoko pale kwa wakati tunaangalia na jinsi gani tuweze kupata mabweni mengine. Niagize halmashauri, mkurugenzi yuko hapa, tengeni fedha kukamilisha ile jengo. Lakini pia muone mkakati wa kujenga bweni jingine kwa idadi ya wanafunzi. Kutoka hapa wilayani Tarime mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Takribani watu 26 wamefariki dunia siku ya Jumatatu baada ya lori walilokuwamo kupita juu ya bomu la kutegwa ardhini kwenye barabara ya jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria. Afisa wa jeshi la Nigeria ambaye hakutaka jina lake kutajwa kwa kuwa hakuwa na mamlaka ya kuzungumzia tukio hilo, amesema wanaume 16, wanawake 4 na watoto 6 ni miongoni mwa waliouawa, na kuongeza kuwa bomu hilo lilitegwa kando ya barabara katika kijiji cha
Furunduma karibu na mji wa Ran. Mashambulizi ya makundi ya itikadi kali yameongezeka hivi karibuni katika jimbo la Bono ambalo ndilo chimbuko la ngome ya kundi la kigaidi la Boko Haram ambalo uasi wake wa miaka 15 umesababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000 na kupelekea wengine milioni 2 kuyahama makazi yao eneo hilo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa wito kwa waandishi wa habari nchini kutumia akili mnemba kama nyenzo ya kuwezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo na sio kikwazo cha uhuru wao. Amesema kuwa katika dunia ya sasa vyombo vya habari vinakutana na changamoto mpya zinazotokana na maendeleo ya teknolojia ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta ya habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Na katika dunia hii ya sasa vyombo vya habari vinakutana na changamoto nyingi, tena nyingine ni mpya, ambazo zinatokana na maendeleo ya teknolojia, ambapo akili mnemba inachukua nafasi kubwa katika uzalishaji na usambazaji wa habari. Na kwa hiyo faida ya kauli mbiu ya mwaka huu ni kubwa na lazima tuizingatie. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kauli mbiu hii inalenga kujadili athari za teknolojia ya akili mnemba katika uendeshaji wa vyombo vya habari na uhuru wake wa vyombo vya habari. Hapana shaka kwa leo ni siku ya maadhimisho ambayo ni siku ambayo inaleta pamoja na kuna haki bila wajibu, kwa hiyo na hilo pia lazima tulizingatie na tuhakikishe kwamba tunajivunia uzalendo wetu kujitahidi kutumia akili mnemba kwa umakini na uwajibikaji. Ningependa kumalizia kwa kutoa wito kwa wadau wote, hususan waandishi wa habari, kutambua mchango wa teknolojia hii na uhuru wa habari ambao tunao. Tuangalie jinsi ambavyo teknolojia hii inaweza kusaidia katika shughuli zetu za uandishi wa habari. Wakurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai pamoja na wataalamu mbalimbali wa masuala ya kiusalama kutoka nchi za SADC na SAPCO wamekutana jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujadili changamoto mbalimbali za uhalifu na namna ya kuzitatua. Akifungua mkutano wa wakurugenzi hao wa makosa ya jinai, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa ni pamoja na hatua za kuchukua ili kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka, usafirishaji wa dawa za kulevya, ugaidi na usafirishaji haramu wa binadamu. Hawa wakuu wa upelelezi wanakutana kujadili changamoto mbalimbali za uhalifu mkubwa, uhalifu wa kupanga na uhalifu unaovuka mipaka. Makosa makubwa kama ugaidi, usafirishaji haramu wa binadamu na makosa mengine yote makubwa yale ya kupanga na yanayovuka mipaka. Sasa wakuu wa upelelezi hawa wanakwenda kujadili aina ya makosa haya, ukuaji wa makosa haya na namna nzuri za kuweza kuyadhibiti, lakini ushirikiano sahihi wa nchi hizi za kusini mwa Afrika unavyoweza kushughulika na makosa haya na kuweza kuyadhibiti. Na mkutano huu ni maandalizi ya mkutano wa wakuu wa polisi wa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hawa wakuu wa upelelezi wanachakata ajenda zile ambazo zimeandaliwa, lakini wanakuwa wanapitia kwenye mijadala mbalimbali ili waweze kupeleka sasa kwa ajili ya maamuzi kwa wakuu wa majeshi ya polisi ya kusini mwa Afrika. Ndio madhumuni makubwa ya mkutano huu. Mimi kama mwenyekiti ninafahamu kwamba kuna mafanikio makubwa sana ambayo yametokana na mashirikiano yetu ambayo tunaendelea nayo, na mojawapo ni mapambano dhidi ya uhalifu huu.
kumekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya nchi hizi dhidi ya wahalifu, lakini dhidi ya uhalifu. Kwa hiyo tunaweza tukaona jinsi uhalifu unavyoshuka katika nchi mbalimbali. Hata mafanikio yetu hapa nchini yapo mengine yanatokana na ushirikiano na nchi zingine ambazo ziko kusini mwa Afrika. Kwa hiyo ni miongoni mwa mafanikio ambayo tunayapata. Kwa kiwango kikubwa uhalifu unazidi kudhibitiwa, lakini kwa kiwango kikubwa tunazidi kuhakikisha kwamba wahalifu wanadhibitiwa kwa kiwango cha hali ya juu. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Channel 10 Plus. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa ripoti yake ya kila mwaka siku ya Jumanne na kukosoa vikali hatua za rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametimiza siku 100 akiwa madarakani. Tupate taarifa kamili. Amnesty imesema hatua za Trump zinalenga kurejesha nyuma mafanikio yaliyopatikana katika vita dhidi ya umasikini duniani, kupambana na ubaguzi wa rangi na vipaumbele muhimu vya haki za binadamu. Tangu alipoapishwa kuongoza muhula wa pili mnamo Januari 20, Trump amechukua hatua kadhaa ambazo zimeutikisa ulimwengu kiuchumi, kijamii na kiusalama. Baadhi ni hatua za ushuru, kusitisha misaada ya kimataifa, sitofahamu ya washirika wake wa NATO, pamoja na vitisho vya kunyakua maeneo kama Gaza, Greenland, mifereji wa Panama na kutaka kuifanya Kanada kuwa jimbo la 51 la Marekani. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10 Plus. Asante Juma Abdurrahman. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Seneti ya vyuo na vyuo vikuu mkoani Kilimanjaro umeazimia kulinda amani, umoja na mshikamano uliopo nchini sambamba na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili kutekeleza haki yao ya kikatiba, kwa kuwa hii ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia. Mwanahabari wetu Tadio Masawe anayo taarifa kamili. Mwenyekiti wa Seneti mkuu wa Kilimanjaro Godfrey Deho amebainisha mjini Moshi kwenye mkutano wa umoja huu uliofanyika kwenye ukumbi wa CCM wa mkoa, ambapo wamesema watahakikisha wanazilinda tunu za taifa na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi pamoja na kuhamasisha wananchi kujiandikisha kupiga kura. Tumeazimia kwa pamoja kwamba tutalinda amani ya nchi yetu kama vijana, lakini na kushiriki uchaguzi kikamilifu. Lakini haitaishia hapo, tutajitokeza kupiga kura kwa kishindo, hasa zaidi kwa wagombea ambao wataaminiwa na kuletwa na Chama cha Mapinduzi na watakao kuwa. Sisi tuko tayari kama wasomi kutoka kifua mbele kuhamasisha amani, kuhamasisha ulinzi. Tutawaeleza wazazi wetu huko waliko, tutazieleza familia zetu, tutaziambia jamii zetu mema ya serikali, mema ya Chama cha Mapinduzi. Mmesema mtashiriki uchaguzi. Shirikini uchaguzi. Na sisi tunawahakikishia uchaguzi utafanyika mwezi Oktoba. Na sisi kama wasaidizi wake, kwa kazi kubwa aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaamini mwezi wa Oktoba ataenda kuwapa tena katika uwanja wa Taifa kama rais wa awamu ya 6. Mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Kilimanjaro Esther Maleko na katibu wa UVCCM wa mkoa huo Goodluck Bosha wakaelezea mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo. Mama Samia hana deni na sisi. Tunachotakiwa kufanya ni kumpa kura za kishindo, kwa sababu kila tunapopita kuna alama ya Mama Samia. Ukienda vyuo vikuu, Mama Samia yupo. Ukienda hospitalini, Mama Samia yupo. Amemtua mwanamke ndoo kichwani, amejenga barabara. Hayo tuna nafasi ya kumsemea na kumtetea wakati wote, mchana na usiku, Dr. Samia Suluhu Hassan. Iwe jua, iwe mvua, iwe kiangazi, iwe masika, tasimama na Mama Samia Suluhu Hassan. Mese Mwelele ni katibu wa CCM mkoa wa Kilimanjaro, akasisitiza vijana kuchukua fomu za kugombea nafasi za uongozi
kwa kuwa wao ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo niwatie shime vijana, uthubutu, tumikia chama, na pale ulipo unaonekana. Ukitembea na watu wawili kati yenu kuna mtu mmoja ambaye anachukua taarifa zako za uadilifu. Kesho na kesho kutwa kuna jambo la kufanyika, unasikia mtu amechomolewa, unafikiri ni bahati mbaya. Mahali popote ulipo wapi. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kibiti Juma Ndaruke amewataka wanachama wa chama hicho kuweka mambo yao binafsi pembeni na kusaidia chama kushika dola kwa kusema mazuri ambayo yamefanywa chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan. Margaret Malisa ana taarifa kamili. Ndaruke amesema hayo akiwa mjini Kibaha alipomwakilisha katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani kufunga mkutano mkuu wa jimbo wa utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020-2025 ambao mbunge wa jimbo hilo Sylvester Koka aliutumia kuwasilisha taarifa yake. Kwa hiki ni kipindi muhimu ambacho kila mwana CCM anatakiwa ajue jukumu lake la kwanza ni kujisaidia CCM kuendelea kushika dola. Hizo salamu nimeambiwa ni wapi. Hatutarajii kuona mwana CCM saizi kazi yake kutengeneza mipasuko na marubano kwenye maeneo ambayo mnayoyaongoza. Huyo hawezi kuwa mwana CCM. Tumepewa dhamana ya kukivusha chama hiki, tukisaidie kiendelee kushika dola kama tulivyokiona kwa wenzetu waliotangulia kukiongoza chama hiki. Mwenyekiti wa chama hicho wilaya Kibaha Mwajuma Nyamka amesema CCM imeridhishwa na utekelezaji wa ilani kuanzia ngazi ya mtaa. Nichukue fursa hii pia kumshukuru mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa ambaye pia ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo mazuri ambayo ameyafanya kwenye jimbo letu la Kibaha mjini kupelekea leo tunasherehekea. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5, mbunge huyo Mheshimiwa Sylvester Koka ameshukuru serikali kwa kutoa fedha nyingi za miradi ya maendeleo na kuwaomba wananchi kuhakikisha mwezi Oktoba wanampigia kura za heshima Rais Samia Suluhu Hassan aweze kurudi madarakani na kuendelea kuwatumikia. Funga mkutano wetu huu ni muhimu tumpe kongole kiongozi wetu, ndani wetu. Rai yangu kura za heshima kwa mama Samia. Sio kura muda utakapofika, kwa sababu tumeshamteua. Yeye asubiri uteuzi. Hapa tunaongelea tukifika muda kura za heshima. Margaret Malisa, Channel 10. Wakati taifa linatarajia kufanya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limewataka Watanzania kutoingiza tofauti ya itikadi za kidini, ukabila pamoja na vyama ili kupata viongozi bora watakaolinda tunu ya amani, umoja na mshikamano. Heri Kavirondo ana undani wa taarifa hii. Tunakuomba kwa neema yako umjaze Roho Mtakatifu mtumishi wako huyu Bwana Joshua Petro Kilekule. Umimarishe ili aweze kutekeleza vyema wajibu wa katibu mkuu wa Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria. Tunakuingiza katika wajibu wa wewe Bwana Joshua Kilekule kuwa katibu mkuu wa Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nitatumikia kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria katika nafasi ya katibu mkuu. Baada ya katibu huyo kuingizwa kazini katika kanisa la KKKT jimbo la Mwanza Kati, usharika wa Kanani Kiseke, Askofu Mkuu Lema akatumia wasaa huu kuwataka waumini wa kanisa hilo kumpatia ushirikiano ili aweze kurahisisha majukumu ya utendaji wake. Patana na maamuzi ambao watu hawataki kuyasikia, lakini bado ujue katika hali Bwana yuko pamoja nasi. Kwa hiyo wachungaji wakiwa ndo wenye washarika ambao tunawaongoza, basi mimi nawaomba ushirikiano kuhakikisha yale ambayo yanapangwa na vikao, mikakati inayowekwa inatekelezwa. Umuhimu wa nafasi hii ukawainua waumini wa kanisa hilo. Ni katibu mzuri ambaye utendaji wake ni mzuri kwa sababu tunafanya naye kazi kama mwenyekiti wa fedha nilipokuwa ushirika. Tafaka yale ambayo atakuwa anakupa
tutashirikiana naye msema, kwamba tutashirikiana naye kwa yale ambayo tutakuwa tunapanga. Natoa wito tu wa umoja, endelee kudumisha umoja na amani katika nchi yetu. Katika shughuli hii maalum, Katibu Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Robert Lewis Mollel akagusia suala la uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika mwaka huu na kisha kuweka angalizo kwa Watanzania. Uchaguzi tukafanya tukiwa moja na tumalize tukiwa moja, na twende tukapata viongozi wapya ambao watatuongoza pia katika kusimamia umoja huu ambao ndio nguzo yetu. Hafla ya kumuingiza kazini Katibu Mkuu wa kanisa hilo Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria imewashirikisha viongozi mbalimbali wa kidini wakiwemo makatibu wakuu wa kanisa hilo nchini. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja Idrisa Kitwana Mustafa amesema katika kuelekea mkutano wa kimataifa wa wakala wa ushuru na forodha, hali ya ulinzi na usalama imeimarishwa ndani ya mkoa huo unaotarajiwa kufanyika mkutano huo kwa muda wa siku 3. Mkutano huo unatarajiwa kuanza kesho tarehe 30, ambapo pamoja na mambo mengine wajumbe watatembelea maeneo mbalimbali ya utalii yaliyopo Zanzibar. Kutoka Zanzibar, Juma Kasim ametuandalia taarifa ifuatayo. Idrisa Kitwana Mustafa ameeleza hayo wakati alipokutana na rais wa taasisi ya mawakala wa ushuru na forodha Tanzania na rais wa jumuiya ya mawakala forodha Zanzibar, waliofika ofisini kwake kumtembelea na kujadiliana mambo mbalimbali ya usuyo mkutano huo pamoja na hali ya usalama. Nataka niwahakikishie kwamba usalama wao muda wote watakao kuwepo hapa ndani ya mkoa huu na Zanzibar watabaki kwenye mikono salama. Naomba nirudie sana kwa msisitizo. Naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu wote walioanza kuingia na watakao ingia ndani ya viunga hivi vya Zanzibar, kwa kuwa malango makubwa ya kuingilia Zanzibar hapo ndani ya mkoa wetu wa Mjini Magharibi. Na naamini wanaweza kupata wigo wa kutembea ndani ya mkoa wetu na nje ya mkoa wetu. Kwa niaba ya kuwa mikoa wenzangu pia tukiwa sote ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, ni kuhakikishieni wageni wote kuwa mtabaki salama kabla, wakati wa shughuli na baada ya kumaliza shughuli yenu. Zanzibar ni njema, atakaye aje. Aidha, Idrisa Kitwana mwataka wananchi na wafanyabiashara kuwa wakarimu na kuzitumia fursa za mkutano huo kuuza bidhaa za Zanzibar kama ni sehemu ya kutangaza utalii. Nitumie nafasi hii pia, kama ilivyo kawaida yetu, tunapopata fursa hizi za kuja kwa wageni wetu, wataalamu wa economics na finance wanasema tutumie fursa ya arbitrage. Tupate muda wa kutumia vizuri fursa hii. Wananchi, na waomba wananchi niwape hamasa na niwatie moyo na niwaalike kwamba fursa hii iliyokuja ya mkutano huu na shughuli hii kufanyika hapa ndani ya mkoa wetu wa Mjini Magharibi na Zanzibar kwa ujumla, bila shaka huduma mbalimbali zitatolewa. Hivyo niwatake wananchi wote wa mkoa wetu na Zanzibar kwa ujumla kuchangamkia fursa zitakazojitokeza kwa kutoa huduma bora kwa wageni wetu, na wakiondoka wageni wetu tuwe tumewaachia alama njema katika vichwa vyao. Mkutano huo wa kimataifa wa siku 3 wa wakala wa masuala ya ushuru na forodha unatarajiwa kufunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 30 ya mwezi huu na kuhitimishwa tarehe 1 ya mwezi ujao. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza makubaliano ya siku 3 kusitisha mapigano kuanzia Mei 8 mwaka huu. Ikulu ya Kremlin imesema Putin ameamuru kusitishwa kikamilifu kwa uhasama ili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya siku ya ushindi ya Urusi ambayo itaadhimishwa Mei 9. Urusi imeitaka Ukraine kujiunga na mapatano hayo, ikisema na kuongeza kuwa wanajeshi wa Urusi watatoa jibu la kutosha na zuri ikiwa Ukraine itakiuka usitishaji mapigano. Kremlin ile baini kuwa Urusi kwa mara nyingine tena
itatangaza utayari wake wa mazungumzo ya amani bila masharti yoyote. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inahitimisha sehemu yetu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Fatma Hassan. Channel 10 Plus. Kwenye taarifa yetu ya habari ya Channel 10 Plus. Na sasa moja kwa moja ni kuache na Lulu Ali kwa ajili ya upande wa habari za michezo na burudani. Naam, shukran sana Fatma Hassan kwa habari hizo za kutwa nzima leo. Nami niko hapo kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiungo Biriani Lulu Ali. Karibu tu sote, na kwa kuanza tuangazie hili ambapo klabu ya Simba inatarajia kurejea kucheza mchezo minne ya ligi kusoka Tanzania bara kwa siku 10 kabla ya mchezo finali kuanzia Ijumaa tarehe 2 Mei mwaka 2025 itakaposhuka dimbani dhidi ya Mashujaa. Ratiba hiyo imetolewa na bodi ya ligi TPLB kwa mechi za viporo za ligi kuu bara inayohusu Simba. Ratiba hiyo inaonyesha Simba itacheza mechi 4 ndani ya siku 10 bila kupumzika ili kuwahi muda wa maandalizi ya mchezo finali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Hizi ni miongoni mwa mechi 4 zitakazokutanisha wekundu wa Msimbazi na timu mbalimbali za ligi kuu katika kipindi cha siku 10 pekee kabla ya kucheza finali yake kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika tarehe 17 Mei ugenini dhidi ya RS Berkane. Ratiba kamili Simba dhidi ya Mashujaa Mei 2, Mei 5 na JKT Tanzania, Mei 8 na Pamba Jiji mwisho dhidi ya KMC FC. Mchezo utakaochezwa Mei 11 mwaka huu, mwaka 2025. Mtazamaji, tukiangazia habari nyingine, washiriki wa maonyesho ya kitaifa ya kazi za sanaa na utamaduni wameeleza faida za maonyesho hayo yanayoendelea katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, huku waandaaji wakiwataka wa Tanzania kujitokeza kwa wingi siku ya kesho wakati wa kufungwa kwa maonyesho hayo na naibu waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Doto Biteko. Tupate taarifa zaidi na Eden Bahati. Ni siku ya 6 ya maonyesho ya kitaifa ya kazi za sanaa na utamaduni katika viwanja vya Mnazi Mmoja hapa jijini Dar es Salaam. Washiriki wa maonyesho haya wameeleza faida lukuki za maonyesho hayo kwa mwaka huu 2025. Na waandaaji wa maonyesho haya wanaoita Watanzania kujitokeza kwa wingi hapo kesho katika kufunga kwa maonyesho haya. Manufaa tuliyopata ni kwamba tumeweza kutangaza biashara zetu, tumeweza kutangaza huduma zetu, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa vitabu mbalimbali kama mnavyoviona hapa. Tuna vitabu vya sheria, tuna vitabu vya siasa. Maonyesho yana faida. Kwa nini nasema maonyesho yana faida? Unakutana na watu mbalimbali, mnabadilishana mawazo, na haya maonyesho sintotoka bure, nimetoka na faida ya kukutana na viongozi mbalimbali, ya kuuza na kutangaza. Sisi Ndauka Garment in general hatujatazamia kuuza sana bidhaa zetu katika maonyesho haya, lakini lengo letu kubwa ambalo tulilitazama ni kwamba tupate watu wengi ambao wataitazama bidhaa yetu, lakini pia waende wakatutangaza ili kesho sasa tuweze kupata wateja wengi zaidi. Tumepata bahati ya kutembelewa na wadau wengi sana kwenye banda letu. Wapo wengi ambao wanakuja kujua kazi zetu. Wapo wengine ambao wanakuja wanatamani kufanya kazi na Mamlaka ya Elimu Tanzania, kwa sababu sisi milango yuko wazi. Tunafanya kazi na mtu yoyote, akiwa ni mtu binafsi, ikiwa ni taasisi, tunafanya naye kazi kupitia mfuko wa elimu wa taifa. Kumekuwa na mwamko mzuri wa watu kuhudhuria katika maonyesho haya, na watu wametembelea banda la mfuko wa misitu kujua fursa zinazotokana na mfuko wa misitu Tanzania, na jinsi watu wanavyojihusisha, jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali vya utamaduni. Kuna watu tumewapa ushauri kwamba badala ya kufanya hivi, at least wajaribu kutanua wigo ili waweze kupata soko. Sisi tumejifunza, pia na wao wamejifunza, ambao tumewapa maelekezo. Wangu kwa Watanzania na wasii tu wa Tanzania watembelee kwa wingi, kwa sababu maonesho haya ni fursa adhimu ambayo ni ya kipekee. Kutoka hapa katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, mimi ni Eden Bahati, Channel 10 Michezo.
Timu ya mpira wa miguu soko la Buguruni Ilala jijini Dar es Salaam imekabidhiwa rasmi fomu ya ushiriki wa mashindano ya Masoko Cup 2025 ambayo yanatarajiwa kufanyika mwezi Mei mwaka huu. Wakati huo zoezi la uchukuaji wa fomu ikiwa limekamilika rasmi, ambapo masoko 24 yatashiriki mashindano. Wakizungumza na Channel 10 Michezo, wakilisha soko la Buguruni wameeleza namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha wanafanya vizuri katika mashindano hayo ambayo kwa upande wao watashiriki kwa mara ya kwanza. Tumejipanga vya kutosha kwa sababu mashindano, unapoingia kwenye mashindano unakuwa unajizatiti kwa hali na mali. Kwa maana hiyo na sisi tupo vizuri katika uandaaji wa timu, kuandaa wachezaji, na pia katika ushiriki tuna uzoefu wa muda mrefu. Kwa maana hiyo tutafanya vizuri na tutawapita wale ambao wametangulia. Tunakwenda kuchukua kombe mara ya kwanza na sisi ni wa mwisho kuchukua fomu. Hata mara nyingi wale wa mwisho huwa wanaangalia wanaotangulia wakoje, unaangalia madui yako wakoje. Sisi tumeona madui yetu ni dhaifu na ndio maana tumoja kuchukua fomu mwaka huu. Kama ndugu zetu Azimio, tuna imani na wale wa Buguruni, tuna imani na viongozi wa Buguruni kuanzia diwani wetu, mtendaji wetu, mwenyekiti wetu serikali ya mtaa, mwenyekiti wetu wa soko na kamati yetu ya soko. Tumejizatiti kwa pamoja, tunakuja kuleta kombe la Masoko Cup ndani ya soko la Buguruni. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na huu ndio wasaa kwenda kuangazia michezo kimataifa, ambapo tunakwenda kuungana na mwana michezo wetu kwenda kutujuza kinaga ubaga kunani huko upande wa kimataifa. Hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea leo na kesho kwa michezo miwili ya mkondo wa kwanza. Usiku wa leo majira ya saa 4 kamili, mchezo wa kwanza wa hatua hii utachezwa kati ya Arsenal na Paris Saint-Germain PSG katika uwanja wa Emirates jijini London. Hii ni fursa ya kihistoria kwa klabu zote mbili, Arsenal wakilenga kufuzu fainali yao ya kwanza tangu mwaka 2006, huku PSG wakiwa na kiu ya kutoa taji lao la kwanza kabisa la Ulaya. Kikosi cha Mikel Arteta kinachojulikana kwa soka la kasi na kushambulia kitakuwa na kazi kubwa mbele ya vijana wa kocha Luis Enrique, mabingwa wa Ufaransa wanaojivunia uzoefu na vipaji vya hali ya juu. Pambano hili linatarajiwa kuwa la kuvutia na la ushindani mkubwa na lenye kiwango cha juu cha soka la Ulaya. Kesho Jumatano April 30, mchezo mwingine wa kusisimua nusu fainali utaendelea mjini Barcelona, ambapo wenyeji Barcelona watawakaribisha Inter Milan katika uwanja wa Estadio Olympic Louis Company. Mchezo huo pia utaanza majira ya saa 4 usiku na unatarajiwa kuvutia hisia na mvuto wa kipekee kwa mashabiki wote ulimwenguni. Ingawa mtanange wa kesho nao ni wa kusubiriwa kwa hamu, macho yote kwa sasa yanatazama jiji la London, ambako Arsenal na PSG watakuwa wakisaka ushindi muhimu katika hatua hii ya kwanza. Kwa fainali iliyopangwa kuchezwa Mei 31 katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich, safari ya kuelekea ubingwa wa Ulaya inaanza rasmi usiku huu. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, huyu ni mwana michezo wetu Salum Pelembo akitujuza katika upande wa michezo kimataifa. Tukiangazia katika upande wa burudani, wasanii nchini wameonyesha dhamira ya dhati ya kuhakikisha kizazi kijacho kinakuwa mstari wa mbele katika kutangaza na kukuza lugha ya Kiswahili duniani. Kizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa kutangaza tuzo za Kiswahili ni fahari yetu, mkurugenzi wa International Swahili Films Festival Dr. Godwin Maimo amesema kuwa lengo kuu ni kushirikiana na serikali katika juhudi za kueneza na kuhimiza matumizi ya lugha ya Kiswahili kimataifa. Dr. Maimo aliongeza kuwa tuzo hizo zimeandaliwa mahsusi kwa ajili ya kutambua na kuthamini mchango wa wasanii kutoka pande zote za dunia ambao wamejitolea katika kukuza Kiswahili na kukifanya kiwe lugha ya kimataifa. Nchi yetu, sisi kama waanzilishi wa tamasha hili la kimataifa, tukiwa na shabaha ya kuiunga mkono serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kusukuma agenda ya Kiswahili kimataifa, tunaona tuna haja ya kuweka urithi kwa vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo tutaendelea kuhamasisha vijana kutoka ngazi za shule za msingi, sekondari, vyuoni, kuhakikisha kwamba Kiswahili kinazungumzwa. Tunalenga kuzitoa kwa mara ya kwanza kwenye ardhi ya Tanzania. Ni tuzo za wasanii kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni.
Na mtazamaji, na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa michezo na burudani. Mpaka kufikia hapa sina la ziada. Mimi ni Kiungo Biriani Lulu Ali ambaye alikuwa nami katika upande wa michezo na burudani. Nikurudishe kwake Fatma Hassan. Sana Lulu Ali kwa kuweza kutupitisha kwa upande huo wa michezo na burudani kitaifa pamoja na kimataifa, ambapo Salum Pelemo ndio ametupitisha huko kwenye anga za kimataifa. Na sasa mimi nimehitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo, lakini bila kusahau tunakuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha hali ya mvua kupungua katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya Ziwa Victoria kutakuwa na ngurumo za radi. Arusha, Manyara, Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mvua, wakati maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, kwa Pwani, Lindi, Mtwara na yale maeneo ya Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Ilhal maeneo ya Singida, Dodoma, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, maeneo haya yanatarajia kuwa ni makavu kwa usiku wa leo. Na siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na maeneo ya Mara. Alikadhalika katika maeneo Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, kwa Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara na yale maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo hayo ambayo ni Rukwa, Mbeya, Songwe na yale maeneo ya Iringa pamoja na Njombe. Maeneo ya kati ya nchi hasa katika maeneo ya Singida, Dodoma, maeneo haya yanatarajia kuwa ni makavu kwa ujumla. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, langu jina ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku. Channel 10 Plus.